uchawi, anaondoa uganga moyoni, anaondoa uzinzi, wanadamu wanakuwa salama roho na mwili. Ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukikubali moyoni Kristo, ambalo ni neno la Mungu, ile neno linafanya kazi yake, linaondoa dhambi, linaanza kumwendesha mwanadamu atembee kwenye maagizo ya Mungu aliyemuumba. Tashangaa kwa huwezi kusamehe moyoni mulu, na shangaa unapata roho ya kusamehe. Hata ukiwa utendeo ila mabaya, una visasi. Yumo mfalme moyoni, umemkubali, anauendesha moyo wa mwanadamu. Maana ni Bwana ambaye mioyo, ni mfalme wa wafalme, ni Mungu Muumbaji, ni niko ambaye niko, aliyesema na yanga na ikawa. Kila mwanadamu anayemkubali wa moyoni lazima zihirishe uwezo na mamlaka alionayo. Wewe ukoje mwanadamu? Umekubali nini moyoni? Ni mambo gani unayotembea naye? Hakuna anayetembea hivi hivi. Hakuna. Awe msomi au hajasoma, awe tajiri au maskini, ana mambo aliyokubali moyoni. Awe baba ameoa au hajaoa, awe binti au kijana. Kwa maana wengine unakuta wamekaa kwenye vijiwe, wanaanza kupeana habari, mambo ya kutembea naye. Huyu naye anasema shida zake, hadi bwana mke ananisumbua kwenye nyumbani, amenitesa na hela, ameelemewa mizigo, anaanza kumwambia mtu anatapika. Nimkuta mmoja misungu amechoka, alisibia, anamwambia sasa kijana mwenzake, yani mke ameondoka nyumbani na hataki, anataka tupeane talaka, ameondoka na watoto. Yule kijana anasikia kuumia, kwamba sasa mambo haya mtafanyaje? Mwingine anamshauri haya mambo ya kawaida, anamjaza vitu moyoni ya kwenda kutenda, ya kwenda kutekeleza. Sema haya mambo ni kawaida, kuachana na mke bwana, hamna shida. Na wewe mwenyewe ndio hayo ulionayo. Sikiliza, waweza kutoa taarifa za wanadamu chenye mingi. Wanadamu waweza kuwa washauri wako, na wakati mwingine wakuchunge na kukuongoza, lakini hawana kupeleka nafsi yako. Ipo siku ya kisulisuli juu ya mwanadamu. Hii jioni ya leo ungetoka kwenye hayo. Yupo mshauri wa ajabu, yupo Baba wa milele. Ukikubali moyoni mwako akae na ishi pamoja nawe, anakuongoza na kukuendesha kwenye njia ya kweli na uzima. Mungu anataka nini kwako? Kamwambia yule kijana, acha kumharibu mwenzio. Wewe mpokee Yesu Bwana Mwokozi, atakusaidia roho yako. Yeye anasema hilo jambo ni la kawaida.